Sitaki kutaja mtu, kumtaja mtu labda, lakini of course wasanii wa hip hop wanajitahidi. Okay, wanafanya vizuri. Na wanaoimba wapo baadhi sana. Baadhi sana. Kwa hiyo wanaoimba ndio wanaotuangusha. Sio wote lakini. Okay. Niwe tu mwazi. Siwezi kusema vibaya wadogo zangu wa Nego, okay. Nego anafanya vizuri sana kwenye kuimba. Sana. Okay. Yes. Wanajitahidi. Vizuri. Mwingine hapo sasa unaweza ukaongezea wengine ambao wanafanya vizuri. Hata wachache ukawataja hapa. Anaweza kishataja. Hapa natafikia nini? Kama unaweza kumtaja Nego, unataja na wengine ambao wanafanya vizuri. Maana sisi utatuacha na jibu la kwamba Morogoro ni Nego tumewapa bendera watembee nayo. Bendera ya milima. Kuna dogo mmoja ambaye hayupo sana, hajulikani, wengi hawamjui. Rajram Kipira. Yeah. Yes, yuko hapo. Yuko da. Anajua sana mdogo. Okay. Yuko da. Anajua sana mdogo. Okay. Hivyo una siku ya kwanza tu mimi Kilingeni kule. Siku ya kwanza kamaona na yeye. Iki kichwa. Okay. Mwingine au natosha. Mfano Nego tumeichukua na hongera sana kwa Nego. Kwa kitu ambacho anakifanya kimeonekana hapa au vibana. Mwingine Stone Gold Boy, okay. Sawa. Wanatosha. Wengine wapo wengine. Okay, sawa. Kwa pia mnaturahisishia sisi kazi na ma DJ kama Rama Q na Juice wajue nani wanatakiwa kuondoka naye, nani wanatakiwa, unajua wadau wanamuona kama ni no. Ndio yale ambayo tunasema kwamba mwisho wa siku tunatafuta vitu ambavyo vya mtaani huko changamoto. Ndio ukataja watu wapo wengine mtu anajisikia mtu wangu wa karibu afu hajanitaja. Ndio yale mtaja hata mimi unaniana huko jamaa nitaja hata wewe mwenyewe. Ndio anasema sawa kununiana wengine si hatuwezi. Hapana. Okay. Basi turuke basi turuke kwa Don Angelo, we wako watatu ambao wasanii wako na watatu tusikufunge, taji ambao unaona wapo katika zile asilimia mlizosema wanafanya vizuri. Medibotion, of course, okay, sawa. T-Sigwa, yeah. And by the way, T-Sigwa ameachia ngoma yake na J Combat mpya. Nafikiri producer atashughulikia tupate exclusive na Sigwa hapa ndani ya Mega Mix ya Buda FM, okay? Wa pili huyo? Rota. Freestyle doctor. Yeah. Bwana anapigwa makofi tu hapa. Sawa. Rota. Wanaendelea ama? Hapana, nimeishia hapa. Nimepewa nafasi tatu. Okay, sawa. Kwa hiyo mwingine bila kumsawa alikuwa amemtaja huyu ndugu yangu hapa. Nani kwa vizuri bwana. Ndo nani? Stone Gold. Okay. Sasa sisi chamtaja. Taja mpya Yuda. Taja mpya. Yeah. Mpya. Ila wangu ya moto wewe. Mpya ambaye unaona ni noma sana. Naweza tukaondoka naye. Papo of course wapo bwana. Yuda anaogopa kabisa lawama. Mambo ya lawama ndio. Yuda anaogopa lawama kwa binadamu. Kaniponza jina langu Yuda lakini si kaniponza. Yuda msaliti. Sawa. Yaani kwa kifupi kweli tuna asilimia chache sana kiasi kwamba hata wasanii kuwataja, wasanii bora wa Morogoro kuwataja mnafikiria nyinyi ambao mko kwenye sanaa vipi kuhusiana na mashabiki watakuwa wanapata tabu zaidi, shida sana kwenye kufuatilia hii sanaa yenyewe. Kwa hiyo tatizo ni kubwa limefikia kwenye level hiyo. Yaani mdau wa sanaa Morogoro mwenyewe kutaja wasanii bora inakuwa ni mchongo. Yaani unawatafuta, unaelewa lakini pia anachokiogopa Yuda pengine ndo kinaenda kina didimiza sanaa yenyewe. Yaani uoga wake Yuda anachokiogopa ndo kinadidimiza sanaa pengine. Kama tuambiane ukweli maana yake hatuwezi kujirekebisha. Sasa tusema tusipoambiana ukweli kwamba tusipojirekebisha kama ndivyo nauli kule kwa kwenye kuzungumza kwa Morogoro hii
Hii Morogoro tunaijua wenyewe. Nadhani pia mnajua kwenye. Mimi sijui. Wao ndio kwa naifahamu sema kwa sababu hivyo wako naamua kujitoa, lakini Morogoro hii anapo sana kwa sababu ukimtaja mtu sababu itakuwa fulani wa fulani. Simeelewa. Sababu wengine kwa mfano mtu ukamtaja hapa analisema ajisikieje. Kwa mfano mtu anakuambia mimi napiga show nzuri. Wakati mwenyewe anamwambia kabisa sio show zake za kawaida tu, sio nzuri. Sasa mtu kama unafanya. Lakini Yuda, wewe ni mdau na vile vile unajua nini ambacho kinafanyika sokoni. Si ndio? Yeah. Mimi naona tueleze vitu vya sokoni. Of course hakuna hatuwezi kuficha. Nafikiri kitu kwa wazi. Wao waliokuwa wametajwa ni mimi naona na mimi nilikuwa playlist yangu waliowataja. Na mimi ndio playlist yangu hiyo ambayo pia nilikuwa wakichelewa kuwataja mimi ningewataja hawa. Okay. Unataka kusemaje Machako? Mimi naongea na Yuda tu. Msimbane sana. Haya, okay, sawa. Mfano katika ngoma ambazo unazisikiliza sana. Ngoma gani ambayo unaipenda sana kwa ngoma ambazo unazisikiliza hasa zinazotokea hapa? Ngoma ninazosikiliza hapa natokea hapa ni nyingi tu. Sawa bwana. Bila kusahau nyimbo mpya ambayo ya Made Motion mimi naifuatilia sana. Ambao alifanya uzinduzi wake juzi tu. Ile Chanika. Bonge moja la ngoma hiyo. Okay. Kwa jamaa anajua. Okay, ngoma nyingine? Vizuri. Pia bila kumsahau Stone Gold. Okay. Na anajitahidi mpaka baadhi ya vipengele watu wanaamua kuiba yani. Sio watu kuna watu wasanii wa kuomba ikiiba kile. Kwa time mwenyewe pia kagopa kukielezea kwa sababu kitaleta utata, kwa hiyo. Mtu shapitia nacho na maisha yanaendelea. Wimbo mwingine? Nyingine pia hazipo nyingi tu. Sio hazipo nyingi tu. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku wote kwa zisikiliza kwa zitaja zote sio hapo nyimbo siku nyingi na nzuri sana tunapiga tena. Na sidhani kama hapa nikapigwa nyimbo mbovu. Ni hususan kwenye radio hii. Hizo wanapiga nyimbo ambazo kwanza tunaeleweka na wananchi wanazielewa. Kwa sababu tunasikia hata mtu anapokuwa anaongea bwana nipigie ngoma fulani hapo bwana Abeli naomba bwana nipigie ngoma fulani. Kwa hiyo yani huwa zinaombwa mpaka na wasikilizaji wa radio. Kwa hiyo napenda vitu kama hivyo. Okay. Kama media tumelichukua ambalo mmesema kwamba tunatakiwa tu support, ndio? Kwenye kufanya kitu bora na kuwa na wasanii bora. Mnadhani tunatakiwa kufanya nini? Tunao wasanii ambao sio bora wengi, ili tutoe hiyo ya wasanii wengi ambao sio bora, tuwe na cream kwa wasanii na tupate bidhaa nzuri. Tunatakiwa kufanya nini kama wadau? Mnadhani nini sasa kinatakiwa kufanyika? Of course haiwezi kuwa leo wala kesho, lakini tutengeneze ule mkakati ambao unaweza inyanyua sanaa kwenda mbali zaidi. Mimi kwa kuchangia hapo manake tuingie mtaani. Okay, ile unasema kusaka vipaji. Tukiingia mtaani tunasaka vipaji. Najua tutapata tu vipaji hivyo kwa bora zaidi. Hivi vingine tukaachana. Hilo wazo limeandikwa vizuri sana kama Mega Mix engineer hiyo. Hamna shida. Kingine Don Machako. Kingine tuzingatie production. Sawa? Wasanii wanatakiwa kuzingatia kwa ujumla. Sio tu wasanii. Kwamba hata nyinyi kama radio, sawa? Mkifika kama nyimbo mnazipima. Mbona zamani kulikuwa na tabia, kuna baadhi ya radio walikuwa na tabia kupima kwanza nyimbo. Unakuja pale, kuna kitengo kabisa cha idara ya music. Unaona watu wanakaa, wanasikiliza. Na zinapimwa kabisa. Kuna vifaa ambavyo walikuwa kwamba hapa bwana mixing mbovu. Bwana production nzima mbovu kakute, kaanze upya. Na wasanii nao pia wawe wanarekebishika. Mimi nishawahi kwenda studio. Kuna msanii alinichukua kanipeleka studio kwenda kusikia ngoma yake. Sawa, simtaji. Alikuwa ni mkubwa kwa kipindi kile. Nikaenda kusikia ngoma studio. Kaenda studio kusikia ngoma. Nikasikiliza, tukamaliza. Na bro sasa hivi akaniachie. Nikamwambia sawa. Ili kabla hujaachia, mimi nilisikiliza na mixing sijaielewa. Umeona? Tuongeze nini kwenye mixing? Nikasema mimi ukiniambia tuongeze nini? Mimi sio producer, sijui nini hakipo. Mimi sijui nini hakipo. Lakini kisia nyimbo kama inapea kuna vitu havijakaa sawa. Akanikatalia kabisa. Hiyo ngoma iko tayari bro. Okay, kama iko tayari ina noma, iachie. Akaondoka nayo, akaenda nayo Dar es Salaam. Kuna watu wake akasikiza wakazoea wimbo. Wakamwambia kabisa kwamba wimbo mixing iko chini. Sawa? Kwa hiyo irekebishwe tena. Alirudi akaja kuniambia, "Bwana ile ngoma mtu fulani kaisikia pia, akasema kidogo mixing haiko sawa."
Umeona? Kwa hiyo pia nyinyi ambao mnakaa kwenye ni wapigaji, nyinyi ndio mnapiga nyimbo radio na DJs hawa. Umeona? Nilikuwa na idara zenu za music, mnakaa mnasikiliza nyimbo kwa pamoja, mnazipima. Umeona? Mimi nafikiri wasanii watanani mtu atakaye bwana kutoa nyimbo kama haijaeleweka ukipeleka budi haiwezi kuchezwa. Ni vita haiwezi kuchezwa hiyo. Kila mtu akitoa tu wewe peleka tu. Utakutana nani bana pale? Itapigwa tu hiyo. Unaona? Tuondoe ushaji. Watu wanakaa wanasikiliza nyimbo zinapangwa kwenye bwana, hizi zitapigwa hizi nyimbo kali zikarekebishwe. Okay. Hiyo kwa sisi media tunaipokea pia. Kwenye ulikuwa unazungumza pia production mtaani kwenye maandalizi, si ndio? Yes, kwenye maandalizi, ma producer kina Venti. Sawa. Kina Venti, kina Venti, kina Wile, kina Dizi wakae chini basi wewe. Kina Oresi, kina nani, kina Crevo wakikaa chini waangalie basi. Wasiwe wanafanya tu mradi labda wamelipwa au wanafanya tu, no, wasifanye hivyo. Umeona? Unampotezea pia mtu, unampotezea mtu muda wake. Utoka mtu miaka karibia 20 anafanya muziki hana anapofika, kwa sababu hawaambiwi ukweli, waelekezwe, warekebishwe. Mtu kama hawezi kuandika basi, hata zamani kulikuwa sijui siku hizi kama zipo, ila zamani unakuta kuna mtu kabisa ni mwandishi wa nyimbo, na kuna mtu kabisa unafika pale unampa wimbo wake anakupitisha kwenye sauti, inatengeneza sauti bwana, pita kwenye sauti hii hapa. Mtu anakwenda studio, kinatoka kitu kizuri, mzigo unakwenda. Utasikia bwana wimbo huu uliandikwa na fulani. Sio vitu hivyo hamna. Kila msanii anajua kuandika, anajua kuimba, anajua kufanya chochote kinachojua yeye. Umeona? Kwa hiyo production pia tunawaomba ndugu zetu, zingatieni ubora wa uzalishaji. Sawa, kuna kitu najiuliza hapa na sijui kama mnaweza mkawa na majibu. Kwenye ukisema msanii afanyi vizuri, si ndio? Afanyi kitu bora. Kama wewe unaona hicho kitu kwamba wewe msanii huyu hapa amekosea, hichi kimekosewa, yeye mwenyewe inakuwa hawezi kuona, mjinga hajijui. Kwa hiyo hawezi kuona. Yaani kwanza hapo Machako unajua kuna baadhi ya wasanii ambao wanafanya project zao lakini wanapenda sana kushirikisha, kuna wengine hawapende kushirikisha. Unajua wengine anaona kama mawazo yake ni bora, lakini inawezekana hilo wazo angelitoa mbele ya watu wawili watatu, inawezekana akapata kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo walio wengi labda wanafeli wasanii kwa sababu huwa hawashirikishi mawazo yao. Yaani project wanafanya anaamini kile alichokitengeneza yeye kiko sahihi. Kwa sababu ukitaka kujua kama kitakuwa sahihi, kwa mfano mwandishi mzuri andika leo, afu hiyo project iache ndani. Iache baada ya miaka 2, njoo uangalie kwamba je, ungekuwa umetoa hiyo kazi leo, ingekuwaje? Utaona marekebisho ambayo ungefanya. Okay. Kwa hiyo ushirikiano wenyewe katika kujiunda ushirikishwaji wa wadau, si ndio? Na wakubali pia kukosolewa. Kukosolewa, kubali kukosolewa. Okay. Wasanii hawakubali hicho kitu. Mtu anakuletea kitu utamrekebisha kitu, yani kwamba yeye uwezo wake kishamaliza. Kwa hata kuletea kama ushahidi tu aone. Ndio hicho ambacho tulikuwa tunazungumza. Unajua? Ni ushahidi tu bado kama kauletea tu. Ukimkosoa hawezi kukubaliana na hilo swala. Atatafuta sababu zake yeye mwenyewe. Kuna hiki hapo ya. Unasikiza kwenye muziki mkubwa hiyo. Kitu bora ni bora tu. Unasikiza kwenye muziki mkubwa. Angoja kupiga fonia. Hiyo fonia ya kulia, sikizia kushoto. Hiyo ndio inatengeneza ile kitu ambayo tunasema kwamba Morogoro bwana ana roho hii. Yaani Morogoro mtu anaambia ukweli, mtu kama Morogoro bwana mtu ampa muziki asikilize, alafu naona hata nikosoa. Sasa mtu kukosolewa, kubali kukosolewa ili mambo yaende. Nilikuwa natamani yani hii teknolojia, nilikuwa natamani hata hizi platforms zinazouza music. Sawa. Yaani kama ingekuwa ni amri yangu, kitu kikienda kwamba hakina ubora, waonye kipige chini. Okay, yani nilikuwa natamani hivyo, ingekuwa ingekuwa vizuri sana. Yani ongekipiga chini. Okay. Sawa. Bana, inawezekana na nini kama kiongozi wa Megamix. Inawezekana leo ndio show ya kwanza ambayo inasikilizwa na wasanii wengi zaidi kuliko show zote ambazo nimewahi kufanya. Yani nimepokea message hapa zaidi ya 70 za wasanii. Kama uliwapanga kabisa. Yani inawezekana hii ndio show ambayo inasikilizwa na wasanii wengi zaidi leo hii. Yani leo ndio nimepata, sijai kukutana na kitu kama hicho. Message zinakuwa nyingi za wasikilizaji. Lakini hapa nilikuwa naangalia mpaka nyingine sana nashindwa kusoma. Ndio wasanii watanisamehe kwa sababu vingine nashindwa kuvisoma. Yani siwezi kusoma vyote. Lakini message ni nyingi sana. Wasanii wengi tena asilimia kubwa ni wa Morogoro. Wengine ambao wako nje ya Morogoro pia. Ajuno Abud tunasikika Dar, Iringa, Tanga, Mbeya, Zanzibar. Okay. Salute sana
kwa wasanii wote ambao wanasikiliza show, and tuko na wadau, lengo ni kujenga na kuimarisha na kuondoka kwa pamoja. Kwa hiyo hamna personal issue hapa, si ndio? Yeah, tunachokizungumza ni kwa ajili ya sanaa.